Bwana, ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe umeandika Pinda akoleza moto mafunzo ufundi VETA. Tuko na VETA. Sasa waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda amekoleza moto kuhusu masomo ya ufundi kwa kuhimiza vijana kujitokeza kwa wingi na kujiunga na masomo ya ufundi yanayotolewa na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Lengo ni kukuza ujuzi na ubunifu. Mwandishi katika ujuzi lakini kwa lugha ya Kiswahili ni ujuzi. Sasa Pinda amesema wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya mafunzo ya ufundi stadi na kuanzisha kwa VETA miaka 30 iliyopita. Sasa namnukuu Mheshimiwa Mizengo anasema nitumie mwanya huu kutoa wito kwa vijana watumie fursa hii kwa kufanya kila linalowezekana kwenda kupata maarifa ya ufundi stadi kupitia VETA na vyuo vingine binafsi. Hata baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema tu kusoma. Umekuwa wapi? Nini? Nina baba wa taifa. Lazima tuwe na watoto wanaohitimu kutokana na vyeti na sasa ni miaka 30. Mwaka 95 tuliamua kuwa na chombo cha kusimamia hilo. Anasema anazidi kusema kwamba mengi ya mambo ambao mazuri nimeyaona hapa yanaonesha ni dhahiri tulikuwa Mwariri nafikiri. Tumepiga hatua kubwa katika upande wa ufundi stadi na ubunifu, na itoshe kusema ufundi stadi pamoja na ubunifu ni sehemu ya maisha ya mtu na sehemu ya maendeleo ya taifa. Nimependa hii, itoshe kusema ufundi stadi pamoja na ubunifu ni sehemu ya maisha ya mtu. Sasa moja kati ya vijana ambao wana support VETA anaitwa Francis, kijana ufundi. Francis. Francis, anasema yeye anafuatilia na amevutiwa sana hii mada na huu mjadala unaendelea kitaifa swala la VETA. Na sisi tuendelee kukoleza bila sana. Yaani tukoleze kwa nguvu. Sisi tunao mpaka eleweke. Anasema bwana, anasema kwa kweli ili swala la VETA kwa upande wake kilichomo ndani yake ni nadharia waliokuwa nayo watu kwamba wanaokwenda VETA wameshindwa elimu, wakati sio jambo sahihi. Anasema sio sahihi kabisa. Anasema VETA ni sehemu ya kupata ujuzi wa kujiendeleza binafsi. Lakini tunajua kwenye swala hili japo hajawa rasmi, kuna vijana wengi wenye elimu ya degree wanataka waende VETA ili waweze kujiajiri. Swali linakuja, je, tumeweka mkakati gani? Je, baada ya hapo kuna kitu gani kitafuata? Mifumo ikoje? Kwa hiyo akaanza kuongea vitu vingi sana, lakini kimoja hapo anasema kwa mfano kuna vitu vibadilike. Anasisitizia inawezekana vipi mtu anataka kuanza kwa mfano shughuli. Mamlaka ya mapato na imejipangaje katika kuangalia namna gani. Nafikiri malalamiko tumekuwa tukiyapokea kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa ufupi anachozungumzia yeye, tunapotoa hamasa ya vijana wengi na tunapofungua milango ya kitu kama VETA na huku kwenye mapokeo sasa tuweke mazingira mazuri. Kiasi wakitoka huku wakitaka kuja kufanya jambo lao huku tuweke mazingira rafiki, wezeshi kwenye sekta ya mikopo, kwenye sekta ya masuala ya kodi na mapato, kwenye masuala mengine miundombinu na vitu vingine vyote. Tutengeneze mazingira rafiki ya watu kuweza kujiajiri kama ninavyotaka iwe hivyo. Yaani ni na huko umefungua, huko umebana. Inakuwa ndio nini sasa? Kwa umefungua huko umebana. Yaani kama vile kile kidogo cha kuingia gharama. Ndio inasema kile karatasi kinakuwa gani kwa hiyo. Huko juu pa kupokelea. Au ile funnel ya kumiminia mafuta ya kama mafuta ule mrija ule ndio kama hivi. Juu chini. Achia juu, achia kati, achia chini. Hapo sasa ndio tutapata lakini ukifanya kama Zembole bwana. Lakini VETA sasa kwenye maadhimisho yao kulikuwa kuna mijadala tofauti ambapo wanazungumza baadhi ya vikwazo vilivyopo katika kukuza elimu ya ufundi stadi ni pamoja na uhaba wa mitaji, utitiri wa kodi na kubeba jambo kwa ujumla na si kwa vipaumbele. Sasa kuna kiongozi mmoja wa wamiliki wa vyuo binafsi vya ufundi na ufundi stadi, Dr. Mahmoud Mringo, yeye alisema elimu ya ufundi stadi wakati ikionekana kipaumbele nchini, uwekezaji wake unahitaji mtaji mkubwa,
huku kumiliki chuo chenye viwango cha kawaida tu gharama yake haipungui bilioni 1. Ndio ni gharama. Ndio maana tunasisitizia sana kwenye hili la VETA wakati tukipiga kelele hivi. Basi serikali na yenyewe kwa upande wake iweke pesa yake kwenye mdomo wake. Ni kweli. Pale ambapo napigia mdomo jamani VETA ndio yenyewe njoni VETA, basi pale serikali iweke nini? Mpunga pale. Au sio bwana? Mtu aone VETA kweli. Yaani engineer, mafundi, technicians wa ndege watoke VETA. Unaona? Yaani VETA. Technicians wa ndege watoke VETA. Technician wa mitambo yoyote. Watoke VETA. Wataalamu wa kila namna watoke kimitambo yote na namna zote za ujenzi na ufundi stadi wote, kwa ufupi, kwa maana ya ufundi stadi watoke VETA. We need a lot of skilled labor in this country. That's all we need. Bas. Wasafi So, usafi kama wote.